Nimekuja kuanika wajukuu wangu wawili. Wazazi wao walifariki. Tuliwakuta kama wamelala kwa usingizi. Mimi ndio nilichukua jukumu ya kuwasomesha. Ndio wakaenda mpaka university. Nilikuwa nalima, ndio nilikuwa na wasupport na hiyo. Before hata wakuje communication ilikuwa imedidimia kabisa. Kabisa isipokuwa baadaye waliniambia wanakuja leo. So utafuta labda hawajui na unakuja. Hawajui. Hii umesema hii ni ya kuwa surprise. Ni ya kuwa surprise wakikuja hata kama hawajaniambia. My people, ni Oscario TV hapo. Before tuende mbali, make sure like, share na subscribe maze, na tutashukuru sana. And before tuende mbali maze, tunashukuru maze, always tunashukuru for your support maze. Najua sisi ni kuwaletea tu zima true stories, but bila nyi kuwatch maze, unajua zitaenea mahali na watu wawezi saidika maze. So tunashukuru sana kwa wale wamewatch, na kama huja subscribe maze, so unaweza hit your subscription button maze, ndo at least Oscario TV akidrop kitu mpya hapo maze, hata wewe unaweza kuona, na unajua ukiwatch inamaanisha mwingine ata watch, na the more mna watch the more watu wanaona, na tunanika wabaya na tunasifu wazuri hapa. So kuna mgeni alikuwa amenitafuta hapa, atajiintroduce sababu unajua alikuwa amenipigia mara mingi sana, mara 50 missed calls. So nikashika simu, mambo ikafanyika mingi, sitaambia details zote, lakini eventually tukaweza kupatana. So wenye tumefika hapa airport, tumetembea tu kidogo after tumefika, but hata tu kuweza kutembea imebidi tumekaa chini mazee, sababu ilikuwa noma sana. So tumekaa chini na mtajua tu reason tumekaa chini. So direct hapo anaonyesha tuko Jomo Kenyatta International Airport mazee, na tunashukuru sana kufika hapa. So madhe, nimekuta madhe, jueni mtu umekoma. Habari yako siku ya leo? Sana. Uko vizuri? Uko vizuri. Maisha inakupeleka aje kwa hii ekonomi ya William? Uko tu hivyo. Sema unasukuma kama wengine. So ekonomi ya William Samoei Ruto ni kupambana tu. Venye nakuja ndio unaipiga. Ndio. Sasa unajua ulikuwa umenipigia simu sana. Mimi nafungua simu napata missed call 50. Nashindwa huyu nani ananipigia? Call back, na I apologize again kwa kukosa kushika simu zako. Nijua nilikuwa busy sana. Sijui kama umenisamea. Nimekusamea. Sasa eventually nilikucall back ukaniambia unataka tupatane airport, kuna mambo na 1, 2, 3 zinafanyika. Na tunashukuru sana tumefika hapa siku ya leo. Ulikuwa umenitafuta hapo sana. Kwanza kwa majina unaitwa aje? Naitwa Margaret ama Shosh, kwa jina la mtaa. So jina mtaa ni Shosh. So nikikuita Margaret, nikikuita Madhe, nikikuita Shosh, utaitika? So ulikuwa umenitafuta hapa, tumekuja hapa Jomo Kenyatta International Airport. Reason umetuleta hapa ni gani? Nimekuja kuanika wajukuu wangu wawili. Okay, 2 of your grandkids wanafika siku ya leo? Walikuambia wanafika? Wanafika leo. Unaona, na sasa okay, so hii maua ni ya kualika. Umeweka ya kuona? No, sidi director unaweza ona Shosha akiongelea jukuu wake anatabasamu sana saa, na tunafurahi mazi. Unajua hakuna kitu mzuri sana kuzaa mtoto, but hakuna furaha zaidi, unasikianga hakuna furaha zaidi kukuwa na mjukuu. Nimedanganya ama ni uongo? Nimedanganya. Sijadanganya. Na sasa umekuja kuchukua jukuu wako hapa. Mnaongeanga kwa simu, uanga mna video call? How normally do you talk wewe na wajukuu wako? Tunaongeanga kwa simu. So hao ndo walikuambia wanafika siku ya leo? Wanafika leo. Na sasa madhe, mimi nitakuta tu madhe ama Magia Mashosheni yenye takuja tu kwa mind, na umeniruhusu, si ndio? Sasa ni aje wewe ndio unakuja kuchukua wajukuu wao na si brother zao, sister zao ama wazazi wao? Ni aje wewe ndio unakuja hapa na si hao? Mimi nakuja juu wazazi wao walifariki kitu ya ajabu, juu tuliwakuta kama wamelala kwa usingizi. Azin nyinyi mliamka asubuhi kwa wakuta wamelala kwa kitanda, wamekufa. So kuamsha nini? Wote wamekufa. Okay, my people, pia ni sad ati mtu unapatikana tu umekufa kwa kitanda, ni sad.
Na pia najua kuna wengi mnashangaa mbona tumesimama, tumekaa, yani saa kuna venye madhe, hebu tuambie mbona tumekaa na tujasimama. Mguu inauma na pressure inapanda sana, ndio inafanya nikae. So huwezi simama for long? Siwezi simama for long. Director, unaweza mulika miguu za madhe, mtu asione nikaa tunadanganyisha vitu hapo. Unaona hata miguu zake zimevura, kiatu amekaa hapo kando. So yeah, so ako wajukuu wao wako wawili, unasema wazazi wao walikufa. Unasema mliwapata kwa kitanda tu kama wameanguka hapo, yuko conscious, hawapumui. Na mazee na kuambia tu pole hata kama ilikuwa kitambo. Pole sana kwa kuwapoteza hao watoto. Asante. Sasa Shosho ama Magi, umetuita hapa na tumekuja. Sasa venye after wazazi kufariki, nini ilifanyika? Mimi ndio nilichukua jukumu ya kuwasomesha kutoka standard mpaka 7 mpaka 8 mpaka form 4. Wakaenda mpaka university. Nilishughulika juu chini, kukopa loan, kulima, ndio nikafanya, ndio wakaenda mpaka university. Sasa umesema ulianza kuwafunza from class 7, kumaanisha wazazi wao walikufa wakiwa class 7. So from class 7, class 8 wewe ndio umewafunza. Wakaenda high school form 1, form 2, form 3, form 4, wakamaliza, wewe ndio umewafunza. Wawili wote wakaenda hadi university, wewe ndio umewafunza. Ukoebo kufanya, ulikuwa unawafunza wewe peke yako? Ndio nilikuwa na shamba kubwa, nilikuwa na lima, ndio nilikuwa na wasupport, na hiyo nikiuza mimea yote yenye niko nayo ndio nilikuwa nauza, nina support. So basically umelea hawa jukuu kutoka class 7 hadi wakafika mahali wamefika. Lakini ukulima inaweza fanyia kitu yote. Siku hizi mahindi inauzwa bei ghali sana. Kwa hivyo nikiuza mahindi niuze maragwe, zote zinafanyikana kusomesha secondary hata university na maroons. Ndio nilichukua nikiwasomesha nayo. Sasa umesema mnaongeanga, communication inakuangaje? Sujuu ndio basically na my people, mimi naweza watest. Ndio mtu anite hapa inakuanga maybe kidogo napata maybe communication ijakuwa poa. So communication venye walienda majuu, communication ilikuwaje hiyo time? Communication ilikuwa poa sana. Za zingine wanapigia, za zingine nawapigia, za zingine hawachukui, za zingine wanachukua. Sasa communication ilikuwa inaenda vizuri sana. So sasa hivi venye before hata wakuje, communication ilikuwa imedidimia kabisa. Isipokuwa baadaye waliniambia wanakuja leo. Walinipigia wakaniambia wanakuja leo. Lakini hata kama walikupigia, ulikuwa umeniambia hapo, si ati walikuambia wakujia, walikuwa tu wanakuambia ndio ujue. Ndio nijue. So nilijileta nikaja. Ulisema lazima ukue kichwa hapo. Nikuje ndio wangoje. So utapata labda hawajui unakuja. Hawajui. Na sasa hii umesema hii ni ya kuwa surprise. Ni ya kuwa surprise wakikuja hata kama hawajaniambia. Na hii ni gani ama ndio yako? Hii kibeti. Ni yangu. Na ile ingine pia ni ya kuwa surprise. Kwani ni msichana na kijana ama? Ni msichana na kijana. But unajua my people, ni ngumu kupata Shosha na support watoto wake, na tunakushukuru sana sababu unajua wewe kushikilia watoto inamaanisha kuna watoto wenyewe hawiko kwa street saa hii. So tunashukuru sana. So reason umetuita hapa ni tukusaidie maybe kuwachukua, tuoneshe hiyo moment, uwahagu, ufanye nini, ama reason ilikuwa gani? Nilikuwa naita ndio wakuje ni wahagu ukiwa hapa mkono. Hapo tu ni sawa tu. So my people, kenye tu tutafanya,
wacha tuwangoje time watafika. Wakikaribia tu kufika, ama in case Shosha wapigie washike, waambie tu wako kwenye arrivals wanakuja, si tutakuwa on mazee, tuwakishe kamera on na tujue venye itakuwa mazee. Direct unaweza mulika tena tuone tuko wapi mazee. Tuko Jomo Kenyatta International Airport. Tumekuja kuchukua watu mazee, na we hope for the best, na hope mambo itakuwa poa.